Hayo yamebainishwa na mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya Benjamin Mkapa Abel Makubi akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku hiyo yaliyofanyika hospitali. Mkurugenzi huyo amesema gharama za matibabu ya ugonjwa huo ni makubwa, ambapo inagharimu fedha nyingi kwa mtu binafsi na serikali pia. Kwa ajili ya kusaidia matibabu ya hawa wananchi. Namshukuru sana serikali. Hii ni ndani ya miaka miwili na serikali imeendelea kutusaidia pamoja na wadau mbalimbali ndani na nje ya nchi. Huduma hizi zina gharama kubwa kama ambavyo mmekuwa mkifahamu. Ugonjwa mmoja kutibiwa tunahitaji kuwa na milioni angalau wastani wa milioni 75. Milioni 75 ni hela nyingi sana, si kwa mwananchi tu wa kawaida, hata kwa serikali. Na ndio maana nchi nyingi za Afrika zimeshindwa kuianzisha hii huduma, na hata ambazo zilijaribu kuanza hazikuweza kuendelea kwa sababu ya gharama. Lakini sisi tumeweza. Sasa tunaenda huu mwaka wa pili kuelekea wa tatu kwa sababu ya commitment kubwa ambayo inatokana na serikali yetu ya awamu ya 6 kuhakikisha kwamba hizi huduma zinaendelezwa kwa ajili ya kuwahudumia wananchi. Aidha, amebainisha umuhimu wa bima ya afya na kuitaka jamii kuwa tayari kuipokea bima ya afya kwa watu wote pindi huduma hiyo itakapoanza. Serikali tayari inajitahidi kuhudumia wananchi kwa uwezo wake. Tunatumaini pia swala la bima ya afya litakapotekelezwa vizuri na wananchi wengi wajitokeze kuitikia kujiunga na bima ya afya kwa wote, itakapofika huo muda, na hata sasa hivi bado wanahamasishwa, tunaamini kwamba gharama zingine zinaweza zikapungua kwa mwananchi kwa kubebwa na bima. Inaweza isiwe zote, lakini zingine zinaweza zikabebwa na bima, ambapo wote tunachangia kama kapu moja, ambayo inapunguza gharama ya mtu mmoja mmoja. Na huo ndio umuhimu wa bima ya afya kwa wote, kwa sababu tutakapofika huko kila mmoja atakuwa anachangia kabla hajaugua. Wengine wanaweza asiugue kabisa, kuhitaji kutumia hata bima yake. Kuna watu wanakata miaka 5 hajatumia bima yake, lakini kwa wale wenye uhitaji hicho kipindi wanakuwa wanaweza kuitumia. Kwa hiyo naomba sana wananchi, swala hili la bima ya afya kwa wote, tunaamini wizara inaendelea kukamilisha taratibu zingine. Tuitikie wito huo, itasaidia kupunguza baadhi ya gharama hizi kwa ajili ya haya matibabu ya upandikizaji uloto pamoja na vifaa vingine ambavyo vinahitaji vya gharama kubwa. Kwa upande wake, Mary Mkongano ambaye mtoto wake alipatiwa tiba ya upandikizaji uroto na mtoto aliyepandikizwa uroto alikuwa na haya ya kusema. Binafsi nipende sana kuwashukuru wauguzi hospitali ya Benjamin Mkapa, Dr. Kitela pamoja na kitengo chote cha hematology kwa kweli wametusaidia sana na wameendelea kujitolea na kutupa huduma ambazo ni sahihi na ni bora. Siku ya Selimundu duniani huadhimishwa kila ifikapo mwezi Juni, ambapo imeenda sambamba na kauli mbiu isemayo hatua madhubuti za kitaifa kwa matokeo chanya ya jamii. Anwar Shaban, Dodoma TV.